Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ndugu wanahabari pamoja na waalikwa wote, alhamdulillahi rabbil alamin. Tunashukuru mmeitika wito wetu, na nafahamu shekhi wetu alipata uteuzi. Sasa baraza la wadhamini la TIC limeonelea kwamba limpe pongezi rasmi kwa hiyo nafasi aliyeteuliwa, na mimi kama mwenyekiti naomba nisome tamko la pongezi kama ifuatavyo. Bismillahirrahmanirrahim. Pongezi kwa Sheikh Walid Al-Hadi Omari kwa kuteuliwa kuwa kaimu shekhi wa mkoa wa Dar es Salaam na kuchaguliwa kuwa mwenyekiti wa kamati ya amani ya mkoa. Baraza la wadhamini wa TIC kwa niaba ya wanachama na wafanyakazi wote wa TIC tunatoa pongezi kwa imamu wetu Sheikh Walid Al-Hadi Omari kwa kuteuliwa kuwa kaimu shekhi wa mkoa wa Dar es Salaam na hatimaye kuchaguliwa kuwa mwenyekiti wa kamati ya amani ya mkoa wa Dar es Salaam. Alhamdulillah. Aidha, tunamshukuru Mufti wa Tanzania Sheikh Abubakari bin Zuberi bin Ali na Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA kwa ujumla kwa kumteua Sheikh Walidi, kwani ni mtu sahihi katika nafasi hiyo. Ni mtu makini, mchapakazi na mwenye weledi na mwenye uwezo wa kujenga na kuimarisha mshikamano miongoni mwetu Waislamu wa Dar es Salaam na Tanzania kwa ujumla. Pamoja na pongezi hizi, kwa heshima na taadhima, tunamuomba Mufti Sheikh Abubakari impendeze na hatimaye amthibitishe Sheikh Walidi kuwa shekhe wa mkoa wa Dar es Salaam. Tunatoa wito kwa Waislamu wote wa Dar es Salaam na taasisi zake zote kumuunga mkono kwa kumpa ushirikiano katika haya majukumu yake mapya. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala amfanyie wepesi na amuongoze vyema shekhe wetu katika hili jukumu lake zito, insha Allah. Ni mimi Mrisho Shabani Saidi, mwenyekiti wa TIC. Sheikh, pongezi sana na hongera sana. Na Mwenyezi Mungu akufanyie wepesi na kuongoza kabisa. Pamoja sana. Naam, Sheikh Zuberi, una lolote la kuzungumza kidogo hapa? Mzee Maksudi, kidogo chochote cha kuongea? Japo kidogo. Mtakia baraka shekhe wetu. Bismillahirrahmanirrahim. Mimi nafikiri nitarudia mle nilipokaa naye, alinitembelea. Kwanza nishukuru kwamba kanitembelea na kwamba kama kanihuisha katika usingizi uliokuwa nao. Narudi kumwambia kwamba sasa amevaa joho. Alikuwa zamani amevaa koti. Sasa namuomba mara nyingi avae joho juu ya koti, asivae koti juu ya joho. Kwa hiyo maneno yangu mimi ni hayo, na vile vile uzito alionao, manake ana uzito. Mimi mtizama usoni kwake na uzito, kakaa hapa miaka mingi. Utawaacha Mungu atatusaidia, Mungu atanyoka, na wewe upo, tutashauriana, lakini fanya mlichochaguliwa. Mungu ameona kwamba unafaa, basi na wewe ufae kwenye hilo jambo. Inshallah. Basi alhamdulillah, mimi nasema haliendi jambo ila limeandikwa katika kadari, basi chukulia hivyo. Basi sina la zaidi. Tupe dozi. Sasa kidogo. Nashukuru na kidogo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallam ala ashrafil mursalin.
Nianze kumshukuru Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mpangaji wa yote, na ndivyo anavyotuambia yeye ndio anapanga kila kitu. Kwa hiyo na haki kubwa ya kumshukuru na wajibu huo. Lakini pili ni washukuru wazee wangu, walezi wangu, viongozi wangu, kuanzia wewe mwenyekiti Sheikh Mrisho, lakini babangu sana 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 Sheikh Ilyas Maksudi, Mwenyezi Mungu amtawilishe umri wake. Wanasema muda unasema, mimi amenipokea Sheikh Maksudi katika mwanzo wa miaka ya 90. Juzi nilikuwa nafungua makabrasha yangu nyumbani, nimekuta barua aliyoisaini mwaka 93, mwaka 1993 mwezi wa 3 tarehe 23. Sijui kama mwenyewe anakumbuka. Ameisaini kunifanya imamu mfawidhi. Sijui ile wakati ule maana ya mfawidhi nilikuwa sijui maana. Lakini ilikuwa 1993 tarehe 23 mwezi wa 3. Tunazungumzia takriban miaka 30 sasa. Miaka 30 kwa maisha ya kawaida sio mwendo mfupi. Kuna mabonde mengi, milima ya kutosha, lakini kuna kiza, mwangaza, vumbi, kungwao nyingi sana. Yani ni elimu tosha kabisa. Lakini niko naye mzee wangu pamoja na nyinyi na ndugu yangu Sheikh. Tumekuja mimi na huyu bwana, kanipita umri, lakini wakati ule kwa tuna mvi. Sasa tunazo mvi. Kwa hiyo mpaka tumefikia hapa leo kwa pongezi hizi, sina cha kusema zaidi ya kwamba nawashukuru sana. Mimi bado mtoto wenu, mwanenu sana. Alinipa kisa juzi kwa mtembelea nyumbani kwake, alimtaja mtu mimi sitaki kumtaja. Aliwahi kufukuzwa katika chama chake, akasema mna uwezo wa kunifukuza uwanachama wa chama, lakini ushabiki wa chama hiki ya mwezi. Ile neno kubwa sana unipa. Kwa mimi ni mshabiki wa TIC. Katika maisha yangu yote siwezi kupasahau TIC. Ndivyo palipotengeneza platform yangu, lakini ndio kichaka changu kikubwa. Popote nitakapotimuliwa mimi nitarudi hapa. Kwa hiyo niko na nyinyi bado, na washukuru kwa pongezi hizi. Kwangu sio karatasi, lakini maana ya pongezi ndio niliweka into my keen consideration. Na muomba Mwenyezi Mungu aendelee kutudumisha na tufanye kazi ya Mwenyezi Mungu, yeye apate kuturidhia na sisi tupate kheri yake. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا عليم السر منا لا تعتك ستر عنا وعافنا عفوانا كلنا حيث كنا. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين سلمنا والمسلمين. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. Ndugu yangu huyu Saleh Umar, yeye ni ana vyeo vingi pale katika ofisi ya mkoa, lakini mimi kubwa napenda kumpa ile nafasi ya afisa mahusiano. Sheikh Saleh Umar tunaye katika watu walionipokea pale, na alhamdulillah kijana mzuri. Ndugu yangu Umar Ali Mahmud, yule mtoto wa Mo, mwanao yule, yeye ndio afisa habari pale. Lakini naye Rashid Shemzigwa, yeye ndio katibu wa shekhe wa mkoa. Inshallah. Imani. Mashekhe karibuni sana hapa TIC. Wakati wowote hapa, huyu shekhe hapa kwake ni nyumbani, kwa hiyo na nyinyi hapa ni nyumbani. Karibuni wakati wowote, tushirikiane. Tushirikiane kwa sababu kwanza sisi tumefarijika sana huyu bwana kuwa katika hiyo nafasi. Kwa sababu tunajua tuna mengi ya kushirikiana naye na kuyafanya. Na wakati wote akihitaji msaada wetu, sisi tupo tayari kumpa msaada wa aina. Nashukuru sana.